Licha ya kuwepo kwa ziara ya rais wa Marekani Donald Trump nchini China, ziara inayotajwa kuwa ya kujenga, Israel inadai kwamba China iliendelea kuuza silaha nchini Iran na ni silaha ambazo baadhi yake zilitumika katika kipindi cha vita. Ripoti kutoka nchini Israel zinadai kwamba makampuni ya Kichina yalifanya mauzo ya silaha kwa siri kwa Iran na hata wakati huu yanaendelea na mpango huo, taarifa za kijasusi zinaeleza. Ripoti kwamba China imesaidia kwa kiasi kikubwa Iran katika kipindi cha vita. Taarifa za kijasusi kwa vikosi vya Marekani na Israel vinadai kwamba wameipatia Tehran nyenzo za matumizi mawili zinazotumika katika utengenezaji wa ndege zisizokuwa na rubani pamoja na makombora. Makampuni ya China yamekuwa yakipanga njama ya kufanya mauzo ya silaha kwa siri kwa Iran, kusafirisha silaha kupitia nchi nyingine ili kuficha asili ya vifaa hivyo, kulingana na ripoti za New York Times iliyowanukuu maafisa wa Marekani na Israel mnamo jana Jumatano. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Israel na Marekani zimekusanya taarifa za kijasusi zinazoashiria kuwa makampuni ya China yamekuwa yakiwasiliana na maafisa wa Iran kuhusiana na mauzo ya silaha. Haijulikani ikiwa silaha zozote zimesafirishwa bado au mauzo mangapi yaliidhinishwa na maafisa wa Uchina. Kulingana na New York Times pamoja na gazeti la Israel la Jerusalem Post, maafisa wa Amerika waliofahamishwa juu ya suala hilo hawakubaliani juu ya maelezo hayo. Maafisa hao wa Marekani ambao hawakutajwa majina pamoja na wale wa Israel walieleza kuwa angalau moja ya nchi ambayo China ilikuwa ikipanga kutumia kuficha asili ya shehena za silaha hizo ilikuwa ni sehemu ya nchi katika bara la Afrika. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, baadhi ya taarifa zinaeleza kwamba Iran haikutumia silaha zozote za China dhidi ya Israel au majeshi ya Marekani tangu nchi zote mbili zianzishe operesheni ya Rising Lion na ile ya Epic Fury dhidi ya utawala wa Jamhuri ya Kiislamu wa Iran. Hata hivyo, maafisa wa Marekani wanadaiwa hawaamini juu ya serikali ya China kuidhinisha kusambaza rasmi silaha nchini Iran, lakini walibainisha kuwa kuna uwezekano kwamba serikali haikujua kuhusu mawasiliano kati ya Iran na makampuni ya China. China imesaidia kwa kiasi kikubwa Iran katika kipindi cha vita, ikitoa taarifa za kijasusi kwa vikosi vya Marekani katika eneo hilo na kuipatia Tehran nyenzo za matumizi mawili zinazotumika katika kutengeneza ndege zisizokuwa na rubani na makombora. Taarifa za kijasusi za nchini Israel zilieleza. Mnamo Aprili 10, CNN iliripoti juu ya ujasusi wa Amerika ambao ulionyesha kuwa Beijing ilikuwa ikijiandaa kuipatia Iran mifumo ya ulinzi wa anga ambayo inafahamika kama Manpads, aina ya mfumo wa makombora ya kuzuia ndege. Vyanzo viwili viliambia CNN wakati huo kwamba tayari kulikuwa na dalili kwamba Uchina ilikuwa ikijaribu kuficha asili ya silaha kwa kusafirisha shehena kupitia nchi zingine. Maafisa wa Marekani wanasema Rais Trump ambaye yupo nchini Beijing atazungumza juu ya kusitisha uuzaji wa silaha kwa Iran. Maafisa hao wameambia New York Times kuwa wamekuwa wakishinikiza shinikizo zaidi kuwekwa kwa Beijing ili kupunguza uungaji mkono wake kwa Iran. Wanaripotiwa kuamini kuwa juhudi za China za kuipatia Tehran silaha hazikubaliki na wanataka serikali ya China kuzuia mauzo ya silaha. Ripoti ya New York Times ilikuja wakati Rais Trump akiwasili Beijing siku ya Jumatano kwa ziara ya kwanza ya rais wa Marekani nchini China karibu katika muongo mmoja uliopita, kukutana na mkuu wa chama cha kikomunisti cha China CCP Xi Jinping. Trump hapo awali alijaribu kumzuia Xi kuendelea na uhamasishaji wa silaha. Baada ya mpango wa China wa kusafirisha Manpads kufichuliwa, Trump aliambia mtandao wa biashara wa Fox News kwamba alikuwa amemwandikia barua Xi alikimtaka azuie mauzo hayo. Nilimwandikia barua kumwomba asifanye hivyo na akaniandikia barua akisema kwamba kimsingi hafanyi hivyo, Trump alisema kuhusu tukio hilo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Hupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.